Isiolo, kaskazini mwa Kenya. Hapa maisha hayapimwi kwa wingi wa mvua, bali kwa uimara wa mnyama mmoja tu, ngamia. Lakini siri kubwa ya mnyama huyu haipo kwenye uwezo wake wa kubeba mizigo, bali kwenye dhahabu nyeupe inayozalishwa ndani yake. Yeye ni mhimili wa jangwa, kiumbe anayeweza kubadili miba na majani makavu kuwa kinywaji chenye virutubisho vyote anavyohitaji binadamu: maziwa ya ngamia. Hapa maziwa ya ngamia si chakula tu, ni uti wa mgongo wa uchumi na tumaini la kizazi kijacho. Leo tunatazama ndani ya biashara inayobadilisha maisha ya maelfu ya wakazi wa eneo hili. Katika malisho haya nje ya mji wa Isiolo, ugeni haupimwi kwa salamu za mikono pekee. Ngamia mchanga, kiumbe ambaye maisha yake yako hatarini, katika harakati zake za siku za kwanza lazima amjue mgeni kupitia harufu. Kwamba harufu ya mgeni isiyojulikana inaweza kumfanya ngamia ashtuke na kukataa kunyonya au kukua. Kwa kumnusisha shati, mgeni anakuwa sehemu ya familia ya zizi hilo. Hii ndiyo sauti ya asubuhi katika zizi la Abdullahi Bika. Asubuhi inayobeba matumaini ya lita kadhaa za maziwa ya ngamia. Kwa wafugaji wengi, kila tone la maziwa ni uwekezaji. Huyu ni mmoja wa wafugaji shupavu ambaye ameweka maisha yake kwenye mifugo hii. Maziwa ya ngamia inanipatia faida. Kama nikipata lita 3, moja nauza kama 1000, mbili kama ni 3000 per day. Ukiuza per month, hiyo ni kama unapata ngapi? 90,000 per month. Kwa hiyo inakuendeshea maisha yako? Inaniendesha maisha yangu mzuri. Wako na faida mingi sana, itabadilisha maisha yake. Ningependa hata wafanye kazi biashara kama hii yangu hii. Wafuge ngamia kama yangu. Vile naishi kila kitu yote ni una mshahara nachukua, mshahara wangu ni ngamia. Pesa ngamia tu. Thamani ya ngamia katika zizi hili haipimwi tena kwa uzito wa mizigo anayoibeba, bali kwa thamani ya tone la maziwa haya. Watu wengi husema yana chumvi chumvi, lakini chumvi chumvi hiyo ndio inafanya kuwa ni dawa. Ladha yake ni nzuri, ni kweli na chumvi chumvi, na ina ubaridi wa kiasi ambayo hufanya mwili kupata nishati nzuri na kuongeza virutubisho zaidi. Mzee Jawar ni mbunifu aliyewekeza katika kiwanda cha kukusanya na kusambaza maziwa haya. Pamoja naye ni katibu wa wanawake wa umoja wa Isiolo ambao wamejikwamua kiuchumi kupitia biashara ya maziwa ya ngamia. Hawa ni watu ambao wanasababisha maziwa haya kufika katika eneo lote la nchi ya Kenya. Niko hapa kwa niaba ya bibi yangu kwa hii group ya Alolei Women Camel Milk Cooperative. Wako mama zaidi ya 40 wanafanya hii biashara zaidi ya mwaka 25 nafikiri. Sasa hivi tuko 25. Alhamdulillah, tunaelekea tunapeleka mzuri sana, tunauza maziwa mzuri. Maziwa inatoka msituni pale juu kwa ngamia, inakuja hapa, inafanywa cleanliness hapo, inapimwa hapa, kila mtu anawekewa ile kiasi analeta. Pale tunaweka kwa maziwa hapa, inafanya kula, inafanya yani maziwa baridi. Asubuhi ikifika kila mmoja anapatiwa ile kiasi ameweka. Wengine wanatuma Nairobi, wengine wanatuma Nyeri, wengine wanatuma Nakuru, wengine wanatuma hasa kama mimi natuma mpaka Eldoret. Tunasomesha na watoto. Vile mimi mwenyewe kwa peke yangu zamani wakati nilikuwa naanza nilikuwa na mtoto mmoja. Kwa sasa niko na watoto 9. Jana wangu kwa university amesomea tu maziwa kutoka nursery mpaka saa university. Tunakulia, tunalipia wafanyakazi ya ngamia. Kila njia tunajisaidia tu na hii maziwa. Maziwa haya yameajiri mamia ya vijana katika eneo hili. Huyu ni mmoja kati ya vijana ambao wanafanya kazi ya kusambaza maziwa kutoka zizini hadi mjini. Maziwa ngamia yana faida, lakini wale ya kuchunga bado shida. Inakunufaisha kila kitu, ile kitu unategemea ni hiyo, ndio unakula kila kitu. Kwa watu wengi inamwajiri hapo town, mama anapelekewa wanauza, wewe unayo unalipwa, bibi unalipwa, siko pesa inakuajiri. Maziwa inapatia mtu pesa. Walaji nao wanalipi la kusema?
Hiyo maziwa ya ngamia saa hizi kuna makampuni mingi inakuja kutengeneza kitu inaitwa value addition. Inafanywa poda, inauzwa kama poda. Poda hiyo ile sachet moja ya kilo moja, hiyo ya poda ni shilingi 4,000 nini moja. Ile 500 ml ile half. Nusu kilo 4,000. Ina faida sana. Hiyo maziwa ina faida kiwango hiyo. Haya, wachungaji hao wanachunga hizi mifugo, wanalipo kupitia hiyo pesa tu, bado ndio inatumika nini kulipa mchungaji. Hiyo pesa tu inatumika nini kununulia hawa dawa wakiwa wagonjwa. Ngamia inakula miti nyingi sana. Hiyo ndio imefanya watu mimi nipende maziwa ngamia na watu wapende sana maziwa ngamia. Hata watoto inawasaidia sana kwa mineral. Sana. Ndio sasa wazungu wengi wanatoka kutoka Ulaya wanakuja kufanya research, wanakuja boma kama hii, wanafanya research ya ngamia, kujua kwa nini ngamia watu wanapenda ngamia, na wameona kweli maziwa ya ngamia ni dawa kwa mwili. Tofauti na maziwa ya ng'ombe, maziwa ya ngamia yana sifa ya kipekee kibiolojia. Tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa maziwa haya yana protini zinazofanana na insulin, jambo linalofanya kuwa rafiki kwa watu wanaoishi na ugonjwa wa kisukari. Maziwa ya ngamia pia ni zaidi ya maziwa ya ng'ombe, kwani yana vitamin C, vitamin B, madini ya chuma, calcium, magnesium na potassium. Pia yametajwa kuwa na uwezo wa kupunguza mzio ama allergy dhidi ya baadhi ya vyakula au ule unajitokeza kwa msimu. Miongoni mwa faida nyingine, maziwa ya ngamia yana uwezo wa kusawazisha viwango vya cholesterol mwilini. Kutoka kwenye harufu ya shati la mgeni iliyompa uhai ngamia mchanga hadi kwenye kikombe cha mlaji mjini, safari ya maziwa ya ngamia ni safari ya imani, bidii na maendeleo. Isiolo inaendelea kunawiri, tone moja baada ya jingine. Khalid Omar, Kishki TV na Al Hajar TV, Isiolo, Kenya.